Unatafuta kazi, unahangaika, ukiipata unakutana na kesi ya pombe. Vyama vya wafanyakazi anajadili mtu aliyefukuzwa kazi kwa sababu ya kunywa bia, mtoro kazini, mzembe. Sasa what is this? Kwa haya mambo ni vizuri mkafanyaje? Mshahara wako, jifunze kufanya mshahara wako kwa mtaji. Wapo wenzako ambao mshahara unaoona ni mdogo, analazimika kuchukua mkopo mara 4 kwa mwaka ili afikie kiwango cha mshahara wako kukopa. Anapika vitumbua, mandazi, anakopa 80,000 mkopo umiza, anaweka dhamana makochi, anarudisha 1,500,000 baada ya miezi mitatu, mpaka afike shilingi 400,000, mwaka mmoja umeisha, ndo anaruhusiwa kukopa shilingi 1,000,000. Sasa we mshahara wako jifunze kufanya kuwa mtaji. Kale kakaratasi ukienda benki wanakupa 10,000,000. Unajua mtu wa mtaani kopa 10,000,000 lazima aweke nini? Anaweka nini? Dhamana ya nyumba. Wewe unapeleka kakaratasi, jifunze kukathamini. Kuna siku nilichukua hapa viongozi, mheshimiwa waziri, wakuu wa idara, nikawakutanisha na watendaji wa vijiji na kata. Mkuu wa idara analipwa leaders scale salary, hana nyumba, anagombania gari la halmashauri. Yule mtendaji wa kijiji ana nyumba hizi 3, ana probox 2 Makambako Njombe, ameanza kulima viazi mviringo heka 1, anakopa kwenye mshahara, amefika analima heka 10. Heka 1 anapata gunia 80, anauza shilingi 50,000, anapata milioni 4. Analima heka zake 10, anapata milioni 40. Anafanya maendeleo. Mkuu wa idara yuko pale ananuna kwa sababu gari lake limechukuliwa na mtu bila kibali chake. Mashavu yamemnuna hivi, yamemvimba na moyo unataka kumtoka kwa sababu ya gari la halmashauri. Hizi akili za kijinga hizi lazima tuziache. Wale watendaji wa vijiji wamejenga nyumba ambazo walimu wetu wameenda wamepanga. Daktari ameenda amepanga. Sisi mkuu wa idara anasema hapa sio kwetu. Anafika miaka 59 anaomba extension, aongezewe muda, ndo anaanza kujifunza kujenga. Anatukana serikali, saruji imepanda sana. Sasa wewe saruji imepanda, wakati imeshuka, wewe umeanza kazi saruji mfuko ni shilingi 4,000, ulikuwa wapi kujenga? Unakuja kustaafu saruji mfuko ni 20,000, unatukana kila mtu. Kwa mheshimiwa waziri, una room pia mentorship ya ili kundi. Nimewakutanisha na nilifanya makusudi, wakajipima. Mtendaji tena namwambia tukuhamishe tukuleta halmashauri, sasa hapana sitaki. Kasoma tu certificate Omboro. Kaenda kwenye kijiji kaona fursa hapa ni kulima. Mtendaji ana shamba la miti, mtendaji ana shamba la parachichi, mtendaji anauza mkaa, mtendaji anauza viazi, mtendaji analima viazi, mtendaji anauza mabanzi, anauza mbao, anauza mirunda, anauza nguzo. Hao watu mnaoona hao wa Njombe waliosimama hapo, sio kwa ubaya, sio wenzenu sana ninyi wa mjini. Wana maisha mazuri. Yuko Njombe amejenga Dodoma, amepangisha. Huku kuna maisha. Ndugu zangu nimewapo kutoka Zanzibar. Huku tuna Wazanzibari wengi sana wanaolima miti huku. Wanaolima parachichi. Viazi vinavyotumika pale kwenye soko la Zanzibar vinatoka hapa na wanakuja kufuata huku wenyewe. Ukitembea unaona nchi yetu ilivyo tajiri. Maskini wa akili ni mimi na wewe ambaye tunakuwa ni watumwa wa kuamini kwamba kesho utastaafu, utapata kiinua mgongo, utaanza biashara. Uanze biashara miaka 60. Kwa hiyo mmetembea huku, angalia fursa. Mtoto wako akija Njombe, sema Njombe pazuri, Njombe pana baridi. Wewe sio kusema Njombe pana baridi. Sema nimeona Njombe kuna uchumi wa mbao, naweza kachukua mbao. Nimeona uchumi wa mabanzi, naweza kauza mabanzi. Kuna sehemu hapa nadhani labda DC, Sweda. Uje waombea hapo Taniwati. Wakaone mirango ya shilingi 40,000 ambao Dar es Salaam wanao shilingi 200,000.
Pale TANU wakatembelee waone ile milango ambao wao Dar es Salaam 200,000 ila sisi hapa shilingi 47,000. Watembea hata waone kwamba kumbe vumbi la mbao linaweza kuzalisha umeme na tukauzia TANESCO. Waende wakatembea waone. Waombea hata kwenye mashamba ya kina Mzee Msuya wakaangalie kule kwenye avocado. Wafanye farm tourism ya hapa mjini. Sio, mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Kwa mimi hayo ni ya kwangu, niona pale kwamba usikubali kufa kimaskini, usikubali kufa kizembe. Lakini mkutano huu ujipime. Unatoka hapa umechota pipa, umechota ndoo ya lita 20, umechota chupa ya maji ulionayo, au wewe ni chujio kwamba yameingia huku yametokea huku? Mmenielewa?